Ndugu wapenzi watazamaji wa chaneli yetu ya Tausi Media TZ, tumepata bahati leo ya kuweza kukutana hapa kwenye studio yetu hii mpya, tukiwa na watu wawili hapa. Kulia kwangu atajitambulisha, lakini pia na kushoto kwangu naye atajitambulisha. Lengo na madhumuni ni kuona namna ambavyo tunaweza tukashirikiana pamoja na kuweza kufanya jukumu la Mother of Mercy Foundation, taasisi yetu ambayo inashughulika na mazingira na sasa hivi imejikita zaidi kwenye swala zima la kuitangaza nishati safi. Lengo likiwa ni kuokoa misitu yetu pamoja na mazingira yetu kwa ujumla. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwakaribisha kwenye kipindi chenu pendwa hiki. Mimi kwa jina naitwa Gretchen Kamala Mbelwa na ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Mother of Mercy Foundation. Na katika kipindi chetu hiki au katika harakati zetu hizi za kulinda mazingira, pia tunayo kanuni yetu moja ambayo inasema tausi wa mazingira. Kwa hiyo tausi wa mazingira ni watendaji au ni vijana ambao wanasaidiana na hii taasisi kuhakikisha kwamba tunafikisha message kwa jamii, kuhakikisha kwamba mazingira yetu yanabakia salama hapa Tanzania. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana. Karibuni sana wageni wetu. Karibu mchungaji. Asante sana. Naitwa Richard Jackson Hananja, mchungaji, lakini pia ni mkurugenzi wa taasisi inashughulika na wanaopita kwenye changamoto ya madawa ya kulevya, inaitwa Hananja Compassion Foundation. Lakini pia mimi nipo kwenye Mother of Mercy Foundation, lakini ni mdau wa mazingira. Ndio maana nipo hapa. Mazingira ni agizo la Mungu, utunzaji wa mazingira sio agizo la mwanadamu. Hapa pana maagizo mawili. Agizo la Mungu mwenyewe alipomweka mtu bustani Edeni, akamwambia agizo la kwanza kabisa aitunze na kuilima. Lakini pia agizo la serikali yetu pia utunzaji wa mazingira. Mdau wa kwanza wa mazingira ni Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo sisi tunaunga mkono juhudi za serikali kutunza mazingira. Uhai wa mwanadamu upo kwenye mazingira. Kiharibu mazingira hakuna uhai. Kwa hiyo tuko hapa leo kuzungumza na kuweka mikakati mbalimbali, tukiungana pamoja na wananchi wa nchi hii na watu wa dunia kutunza mazingira ambayo Mungu ametupa kama zawadi. Tanzania mama yenye maziwa na asali. Tuko pamoja leo. Kwa hiyo tunaomba mtusikilize ndugu zetu wapendwa. Tunakushukuru kutenga muda wako, sadaka yako ya muda, sadaka bora sana. Tusikiliza nini tunasema leo. Karibuni sana na asanteni sana. Nakushukuru sana mchungaji Richard Hananja. Pia kushoto kwangu yupo ndugu yetu ambaye ningependa yeye pia naye ajitambulishe. Karibu sana. Naitwa Selemani Msindi Mutabazi kutokea Morogoro, lakini nafahamika zaidi kama Afande Sele, na ndio mfalme wa mashairi ya muziki wa kizazi kipya ambaye sijapata mbadala wangu bado, mashairi yenye maana na vina. Mimi kwa nafasi nyingine kabisa, kama alivyosema baba mchungaji, nipo bega kwa bega katika swala zima la utunzaji wa mazingira, kwa sababu mimi naamini kabisa ni moja ya ibada kubwa kabisa katika masuala mazima ya kimungu, kwa sababu katangulia kusema baba mchungaji kwamba hata agizo la Mungu la kwanza aliyoamrisha baba yetu Adam na mama yetu Hawa waitunze dunia, ile bustani ya Edeni, waitunze, wailime. Kwa mimi hata kwenye sanaa yangu ya muziki unaweza kuona kwamba kwa kiasi kikubwa nyimbo zangu nyingi nimehusisha sana kwenye masuala mazima ya uchamungu, masuala ya kijamii, masuala ya kisiasa, lakini masuala pia ya mazingira. Na ukizingatia kwamba taasisi ya Mother of Mercy, mama wa huruma, imeanza majukumu yake katika mkoa wa Morogoro ambao mimi natokea, lakini pia kwa nafasi ya mkoa wa Morogoro kama ni moja ya mikoa mitano ambayo inahesabika kama ndo maghala ya chakula ya taifa. Kwa hiyo mimi nimepokea kwa mikono miwili, ukizingatia kwamba hicho chakula hakiwezi kupatikana kama hatuwezi kutunza mazingira. Sababu kwenye kutunza mazingira ndio kuna mvua, na kwenye mvua ndio kuna maji, na kwenye maji ndio kuna uhai. Kwa nadhani ni nafasi yangu ya kipekee pengine, na ni shukrani zangu pia kwa ndugu zangu wa Mother of Mercy na wadau wa tausi wa mazingira, kuona kwamba na mimi nastahili kuwa miongoni mwa wale ambao wanaweza kusimama kulisukuma hudumu hili mbele katika taifa letu, hasa kuzingatia kwamba mimi pia ni balozi pendekezwa wa masuala ya utunzaji wa mazingira na vyanzo vya maji kwa kinywa cha Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye huwa mimi napenda kumuita malkia wa mazingira, kwa sababu moja ya ajenda zake kubwa kabisa kama mama
kama ilivyo taasisi yenyewe kama Mother of Mercy, ni kama mama wa huruma, kwamba kuona kwamba taifa letu linajiokoa na majanga yote, yawe majanga ya kiuchumi, majanga si ya kila kitu, lakini yote yao yanabebwa na kitu kimoja tu, utunzaji wa mazingira. Sababu kama mazingira hayatotunzwa, maana yake ni kwamba hata kelele za kisiasa, sisi tunataka si uchumi bora, tunataka maisha bora, kila kitu bora, hakiwezi kuwepo kama mazingira yataharibika. Sababu mazingira yakiharibika, maana yake uhai umekoma, maumbile yetu, maisha yetu yameishia hapo. Kwa kwangu mimi ni nafasi ya kipekee, naamini kabisa wewe mtazamaji, wewe Mtanzania, wewe Mwafrika, wewe mwana dunia, utakuwa pamoja na sisi tausi wa mazingira na taasisi ya Mother of Mercy, kuona kwamba tunapambana kuilinda dunia yetu, ambao kwa namna yoyote, hata kama mtu ambaye hana akili timamu anaona kwamba sasa hivi tunaelekea mwishoni kama tusipochukua hatua za dhati na za hakika za kutunza mazingira yetu. Nakushukuru sana ndugu yangu au ndugu yetu Afande Sele, ambaye pia ni bingwa kabisa wa kizazi kipya mashahiri ya reggae rhythm, ambaye kwa kweli ni mkongwe kabisa katika nchi yetu hii na kila mmoja anajua. Na nichukue nafasi hii pia kushukuru kwamba kwenye timu yetu ya Mother of Mercy Foundation tayari tuna majemedali wawili kama alivyosema mchungaji Ananja. Yeye kwa sasa hivi ni mwenyekiti wa bodi ya taasisi yetu hii ya Mother of Mercy Foundation, lakini pia ndugu yetu Afande Sele, yeye sasa hivi ndio msemaji mkuu wa taasisi yetu. Ndugu zangu wa Tanzania, kwa sasa taasisi yetu kama alivyosema Afande Sele, tumeamua sasa hivi kufanya shughuli zetu Morogoro, tukianza na wilaya ya Morogoro mjini, kwa maana ya kuona kwamba tunaweza kushughulika na mlima Uruguru, kwa sababu wote tunajua kwamba mlima Uruguru ni milima ambayo ni safu ya milima ambayo ina faida kwa nchi yetu, hususan katika ukanda huu wa pwani, kwa kuwa au kwa sababu ndiyo milima ambayo inazalisha maji yanayotumika kwenye mikoa ya Morogoro yenyewe, mkoa wa Pwani pamoja na Dar es Salaam. Na wote tunajua kabisa kwamba mto Ruvu unaanzia milima ya Uruguru, lakini pia na mto Wami pia unaanzia milima ya Uruguru. Kwa hiyo Uruguru ni hazina kubwa sana na chanzo kikubwa sana cha maji ambayo sisi kwa ujumla wakazi wa Pwani tunakitegemea. Na kama alivyosema Afande Sele, mkoa wa Morogoro pia ni mikoa ambayo ni miongoni mwa mikoa mikubwa ambayo inazalisha chakula. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania watazamaji, sasa hivi taasisi yetu hii tutakuwa na project kubwa ambayo tunakwenda kuiandaa sasa hivi mkoa wa Morogoro, hususan wilaya ya Morogoro. Na project yetu hii inahusu kuwatangazia wananchi wa wilaya ya Morogoro kuhusu swala la nishati safi. Tuna jukumu kabisa la kutangaza nishati safi nchi nzima ya Tanzania, lakini kwa sasa tumejikita Morogoro kwanza kama wilaya ya kwanza, na tutaanza na wilaya ya Morogoro ambayo ni manispaa. Kwa hiyo katika timu yetu tutakuwa na hawa majemedali wawili. Muda si mrefu wenyeji wa Morogoro au wakazi wa Morogoro watatuona. Tutakuwa na shughuli kubwa sana ambayo tutaifanya, ambayo kwa ujumla wake itakuwa ndio mwanzo haswa wa kulisukuma ili gurudumu la nishati safi. Wote kama tunavyojua, nchi yetu ni kati ya nchi zile ambazo pia zimekabiliwa na uharibifu mkubwa wa mazingira. Wote tunajua ni historia ambayo iko wazi na kimsingi imekuwa inaelezwa na dunia nzima kwamba mazingira ya dunia yanaharibika. Nchi yetu pia ni miongoni mwa nchi ambazo zimekuwa na uharibifu mkubwa sana wa mazingira. Morogoro pia ni mkoa ambao pia umekuwa na uharibifu mkubwa sana wa mazingira kwa sababu ya kukata miti kwa wingi, na tumefikia mahala ambapo tunakata miti hata kwenye vyanzo vya maji. Kwa hiyo hata mlima Uruguru haukuwa nje ya uharibifu huo. Kwa hiyo solution iliyokuwepo kama tulivyoambiwa na viongozi wa serikali, akiwepo Mheshimiwa Rais ambaye yeye mwenyewe amekuwa amevalia njuga sana swala la nishati safi na amekuwa ni jemedali mkubwa, sisi kama taasisi tumeona kwamba tuchukue jukumu letu, kwa sababu miongoni mwa majukumu yetu kama taasisi ni kushughulika na mazingira. Kwa hiyo tumeamua kwamba sasa nishati safi tuibebee bango kuhakikisha kwamba wananchi wanapewa elimu ya kutosha. Tunawahusisha wananchi wote kuanzia wa juu mpaka wa chini, wale ambao wanakata miti na kutegemea miti kuni pamoja na mkaa kama chanzo chao kikubwa cha nishati. Sasa hivi inabidi kuifanya hii elimu iweze kumfikia kila mmoja, na taasisi yetu imeamua kujikita zaidi katika ile ngazi ya chini kabisa,
kuhakikisha kwamba elimu inafika kwa wakazi wote. Kwa hiyo Morogoro tutakuwa na shughuli pevu kabisa tukisaidiana na hawa majemedali. Kabla sijaendelea, nimkaribishe mchungaji Ananja. Naamini kabisa hata vitabu vyetu vya dini vinasisitiza sana suala la ulinzi wa mazingira, kama alivyosema kwamba dunia ilivyoumbwa, kukabidhiwa kwa baba yetu Adam na Eva, walikabidhiwa bustani ambayo ilikuwa ni bustani nzuri kabisa na wakakabidhiwa kuitunza. Sasa Tanzania pia imekuwa ni bustani nzuri kwa miaka mingi, lakini vile vile dunia hii ilikuwa ni bustani ya Eden, lakini kutokana na shughuli za kibinadamu tumejikuta kwamba tumeiharibu kwa kiasi kikubwa dunia yetu hii. Mchungaji, nikukaribishe, pengine una la kusema kuhusu hata vitabu vya dini vinasemaje kuhusu utunzaji wa mazingira. Asante sana. Kwa sasa tunazungumza, kwa nini tuzungumza juu ya nishati safi? Kwa nini Mother of Mercy Foundation wanazungumza juu ya nishati safi? Kwani wengine hawajazungumza? Wengi wamezungumza juu ya utunzaji wa mazingira, lakini tunaunga mkono pamoja, tuungane. Hili sio jambo la serikali peke yake, hili sio jambo la viongozi wa dini, hili sio jambo la wanamuziki, hili sio jambo la mtu mmoja binafsi, hili ni jambo la Watanzania wote kwa jumla. Kwa sababu ni kama adui ameingia kuharibu mazingira yetu. Kila mmoja kwa njia yake anaweza, kama nyoka ameingia ndani ya nyumba, kila mmoja atatumia njia yake kumuua. Kwa hiyo sisi wote, kila mmoja kwa njia yake. Hawa Tausi wa nishati safi, Mother of Mercy Foundation, hawawezi kukataza watu wasikate miti tu, hawawezi kukataza watu wasichome mkaa tu. Haya ndio maisha yao, haya ndio mazingira yao, hii ndio nishati yao. Sisi tunawaletea elimu kwa ajili ya nishati mbadala. Uharibifu wa dunia hii ambayo Mungu ameiumba kwa ajili ya vizazi vyetu vijavyo, watatulaumu. Watakuja kupiga fimbo makaburi yetu kwamba tumewaachia jangwa, tumewaachia mmomonyoko na mashimo makubwa, sisi ambao Mungu ametupa kama zawadi Tanzania hiyo. Ukienda Morogoro, ukiangalia milima Uruguru, ukiangalia maji yanavyotiririka, tunatamani kuona vizazi vijavyo hata miaka 100 wakute katika mandhari ile ile, mazingira yale yale. Kwa hiyo kazi kubwa tunayofanya Tausi wa nishati safi, Mother of Mercy Foundation, ni kuendelea kutoa elimu. Mfalme Suleiman anaandika kwenye Mithali sura ya 12 mstari wa kwanza, apendaye mafundisho hupenda maarifa. Hatuna sababu ya kuwakataza watu bila kuambia mbadala wa kukata miti, mbadala wa kukata mkaa, mbadala kuharibu vyanzo vya maji, mbadala wa kutafuta nishati ya namna yote kwa ajili ya kupikia. Ni haki yao na ni vizuri wapike, lakini tunawaambia sasa kuna nishati safi ya gesi, makaa ya mawe, mkaa rahisi. Hapa kuna shida, wakati mwingine watu wanasema ni gharama sana. Hapana, tunataka hii elimu ipandwe ndani ya watu kwamba ukitumia gesi ni nafuu sana kuliko gunia la mkaa. Niliwahi kusema mimi nanunua gunia la mkaa 56,000 Dar es Salaam. Natumia hata mwezi mmoja hauishi. Ninaponunua gesi 56,000 hiyo hiyo, natumia miezi mitatu, ninasahau kabisa. Hapa inahitajika elimu. Kuna habari mbaya inayotangazwa kwamba gesi ni gharama, hii ni gharama. Hii ni habari mbaya, wakati mwingine haijafanywa utafiti. Lakini sisi watumiaji, sisi ambao tumefanya utafiti, tunawaeleza kuna unafuu mkubwa sana. Na atajuaje mtu? Tunatoa elimu, tunatoa maarifa. Dunia inahitaji taarifa, dunia inahitaji elimu, dunia inahitaji maarifa. Mother of Mercy Foundation na Tausi wa nishati safi, kazi yetu kutoa elimu, kuisaidia serikali kutoa elimu. Na mazingira yetu yakiwa mazuri, watu watapata ajira. Dunia hii ina ajira nyingi kuhusu mazingira na misitu. Kuna ajira nyingi. Mnaweza mkafuga nyuki, mtapata wanyama huko, mtapata mvua za kutosha, mtalima na kuvuna na kupanda, ajira tayari zinaendelea. Tunapoharibu mazingira, tunaharibu dunia yetu kabisa. Kwa hiyo kazi ya nishati, Tausi wa nishati safi na Mother of Mercy Foundation, sisi kazi yetu, niko na ndugu yangu Afande Sele, kazi yetu kutoa elimu kwa watu, tukifuta zile habari mbaya kwamba gesi na makaa ya mawe ni gharama kuliko kuni na mkaa. Na moshi wa mkaa huo, watafiti wameona kuna madhara. Moshi wa kuni kuna madhara. Kuna watu walikuwa wanauawa huko kwa ajili ya macho mekundu, kwa ajili ya moshi wa kuni na mkaa. Kwa ni vizuri tukawatoa huko kwa elimu hii. Na tunaungana mkono na serikali yetu kutunza dunia yetu hii ambayo Mungu ametupa kama zawadi. Siku moja hatutakuwepo, watoto wetu na wajukuu wetu waikute nchi iliyo bora na nzuri. Wamshukuru Mungu kwa ajili ya uwepo wetu. Wasilalamike tumeiharibu dunia. Kwa hiyo sisi tunatoa elimu. Na tuungane. Tunatoa elimu katika nyanja mbalimbali ya michezo, katika vyombo vya habari namna hii, katika majadiliano, tunaendelea kutoa elimu. Na elimu ni mbolea ya akili.
Mtu anapopata elimu anapata mbolea ya akili yake. Unaweza kuwa na akili kama hakuna elimu, ni kama mmea uliodumaa. Ikiwekwa elimu yoyote ni mbolea ya akili. Tunaweka mbolea ya akili. Mungu atusaidie kwa pamoja. Tunaunga mkono juu ya serikali zetu na rais wetu. Tausi ndege mwenye mzuri, ndege anayependa mazingira mazuri. Hakai kwenye jangwa. Angalia kule Ikulu, pana miti, pana mazingira mazuri ndio ponde. Sasa sisi tunasema tunafuatana na ndege. Kama ndege huyu anapenda mazingira mazuri, anapenda mahali ambapo pana hakuna uharibifu wa mazingira. Mwanadamu ni zaidi ya tausi. Kwa hiyo tumwangalie tausi. Sisi ni zaidi ya tausi. Tupende mazingira mazuri. Tutunze marekani, tutunze historia yetu, vyanzo vyetu vya maji, kila kitu. Sisi tunatoa elimu. Na Mungu atusaidie kwa pamoja, tushirikiane wote. Sio pekee. Hii sio kazi ya mtu mmoja. Ni kazi ya Watanzania wote. Na Mungu atubariki ndugu zangu. Katika hii kitu cha kuokoa janga. Hili ni janga, uharibifu wa mazingira ni janga la dunia. Ni janga la taifa. Ni janga la Tanzania. Kwa hiyo tuondoke kwenye janga hili. Tuunge mkono juhudi za serikali. Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan na kila mmoja ambaye mdau wa mazingira, mdau wa nishati safi, tuungane mkono. Asante sana Mchungaji Ananja. Sasa nikugeukie ndugu yangu Fandesele. Ndio. Wewe umekuwa ni mwanamuziki ambaye umekuwa unatunga tungo zako ambazo zinahusu jamii, na nadhani pia hata mazingira ulianza nayo kwa muda mrefu sana. Na ndio maana Mheshimiwa Rais aliweza kukuona na kuteua kuwa balozi wa mazingira. Hebu wafahamishe watazamaji swala la mazingira ulianza vipi na Mheshimiwa Rais? Ya, mimi nadhani kwanza nategemea na mazingira nilipozaliwa. Nimezaliwa Morogoro, mkoa ambao una sifa kuitwa miongoni mwa mikoa ya kijani kwa maana ya yenye uoto wa asili. Na ndio maana ikawekwa kwenye mikoa mitano ambayo ni kama ghala la chakula cha taifa. Morogoro ipo. Kwa hiyo isingeweza kuwa kwenye nafasi hiyo ya mikoa mitano ambayo inazalisha chakula kwa wingi kama haina mazingira yaliyo bora. Kwa hiyo nimezaliwa kwenye mkoa ambao umekuwa na sifa ya kutunza mazingira, na uzuri wake taasisi ya Mother of Nature imejikita pale. Na kama itoshi, imekuja na kile ambacho naweza nikasema pengine moja ya vyanzo vikubwa kabisa vya uharibifu wa mazingira pengine ni sababu ya matumizi ya nishati, hasa nishati ya kupikia. Takwimu zinaonyesha kwamba katika uharibifu wa mazingira kwa nchi nzima au dunia nzima, wanasema 80% ya uharibifu wa mazingira unasababishwa na matumizi ya mkaa. Kuni kidogo kwenye 1% chache, na mbao za kujengea ni 1% chache zaidi, lakini 80% ni matumizi ya mkaa. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni namna gani mimi najikita pamoja na tausi wa nishati safi, kwa sababu ili kudhibiti hayo matumizi makubwa ya mkaa ni lazima tuwe na nishati mbadala ambayo ni nishati safi. Lakini mimi mapenzi yangu kwa mazingira yalianza tangu nikiwa mdogo, na hata ukisikiza albamu yangu ya kwanza ya muziki inaitwa Mkuki Moyoni, kuna wimbo unazungumzia Morogoro yetu, unasema mwenzenu mimi natoka Morogoro, najivunia kwetu mji kasoro bahari, lazima nitarudi hata nikienda mbali, kwa vile ndugu zangu Moro wananisubiri. Katikati kuna mashairi, nyimbo ya mwaka 2001. Katikati kuna mashairi ambayo anasema kwamba kama unachoma mlima pumbavu kila ukihema, kwa sababu hauna akili, uelewi hii milima ni mali zetu za asili. Yaani unaweza kuona kwamba ni nyimbo ya mwaka 2000, lakini niliweza kuona namna gani ambavyo tunaweza kuwaelekeza watu ambao wanaharibu mazingira, hasa kile ambacho tausi wa nishati safi amekilenga, ile safu za milima ya Uluguru ambayo ni kama mtungi mkubwa wa maji ambao unalisha mikoa ya Morogoro kwetu kwenyewe, lakini mkoa wa Pwani ambao ndio mkoa wenye viwanda vingi, na unafahamu taifa lolote lile pale uchumi wake unasimamiwa sana sana na viwanda. Lakini pia ndani ya milima ya Uluguru ile pale unaona ndio kunapatikana vyanzo vya maji vinavyojaza bwawa la Mwalimu Nyerere, bwawa ambalo serikali imeweka pesa nyingi kwa ajili ya kutengeneza nishati ya umeme, nishati ya maji, umeme wa maji ambao ndio nishati rahisi kuliko nishati yoyote ya umeme ulimwenguni. Watu wengine wanasema kwamba
sio lazima tutumie maji, tunaweza kutumia gesi, tuna gesi, sisi tuna vitu gani. Lakini ukweli ni kwamba nishati ya maji, hydropower, ndio ambao ni rahisi kuliko nishati zote za umeme duniani. Ndio maana ukienda mataifa yaliyoendelea kama Marekani, Canada na Ulaya bado wanatumia nishati ya maji. Kwanza kuona kwamba kumbe malengo ya Tausi wa nishati safi kujikita kwenye mkoa wa Morogoro, hususan milima ya Uluguru, imelenga kuliokoa taifa, kwa sababu ukiangamiza milima ya Uluguru kama inafanyika sasa hivi, ukataji miti umekuwa ni waholela, watu wanachoma moto kwa sababu kutafuta tu wanyama wadogo wadogo kwenye ile milima, matokeo yake wanaangamiza maeneo makubwa vyanzo vya maji. Ina maana siku maji yakikoma kwenye milima ya Uluguru, manake mji kama Dar es Salaam automatically umekufa. Na kwa sababu Dar es Salaam ndio kichwa cha taifa, ndio mji mkuu wa nchi kibiashara, ukiua Dar es Salaam ni kama umemkata kichwa nyoka au kiumbe yoyote. Kwa hiyo itakuwa tumekata kichwa Tanzania kwa kuua Dar es Salaam. Na tutaiua kwa sababu gani? Maji ndio uhai. Kama Dar es Salaam itakosa maji, maana yake imekufa. Mkoa wa Pwani ambao ndio mkoa wa viwanda, na nchi inategemea uchumi wake kwa kikubwa kupitia viwanda, na viwanda vingi viko mkoa wa Pwani. Lakini huu mkoa wa Pwani unapata wapi maji ya kuendesha viwanda, kuleta umeme na vitu kama hivyo? Inatoka milima ya Uluguru. Lakini namna gani sasa ya kuokoa yote hao? Ni kujikita kwenye matumizi ya nishati safi ambayo tumeshaona Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, yeye kama malkia wa mazingira, mama ambaye ndo nafikiri wakina mama ndo waathirika wakubwa wa mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kwa kuwasaidia wamama wenzake, ana slogan yake kwenye swala la maji, mimi ni balozi wa mazingira na vyanzo vya maji. Anasema kwamba ni lazima katika wakati wake amtue mama ndoo kichwani. Anamtuaje? Ni lazima maji yapatikane, yawafikie watu, lakini pia ni lazima nishati ipatikane, iwafikie watu, nishati rahisi, kwa mfano nishati ya maji. Kwa nadhani mpaka hapo unaweza kuona kwa namna gani mimi kwa nafasi yangu naweza nikasema lazima nishirikiane na wenzangu wa Mother of Mess Foundation, lakini kupitia Tausi wa nishati safi na maelekezo sahihi kabisa ya siri ya uumbaji ambayo tunayapata moja kwa moja kutoka kwa baba mchungaji Hananja, ambaye nadhani yeye anatuongoza kufanya kile ambacho Mwenyezi Mungu alituambia toka siku ya kwanza tunavyoumbwa, kwamba tutunze mazingira, kwa sababu ndani ya mazingira ndio kuna maisha yetu. Kupitia mazingira sisi tumeumbwa, kupitia mazingira sisi tunatakiwa tuishi, na kupitia mazingira pia tutazikwa umo. Kwa mimi nadhani nasimama pamoja na wenzangu katika hili, tunaunga mkono moja kwa moja jitihada za dhati za serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuunga mkono ajenda ya ulimwengu kwa sasa. Ajenda ya ulimwengu kwa sasa nini? Ni kutunza mazingira. Tumeshuhudia hata nchi zilizoendelea zinaathirika pakubwa mno kwa sababu ya uharibifu wa mazingira. Unaona wakati fulani yanatokea mafuriko Marekani, unatokea moto wa nyika katika nchi ya Ulaya, nchi ambazo zina uwezo mkubwa wa kujihami, lakini bado athari zake zinakuwa kubwa, kama tsunami imeua maelfu ya watu kwenye nchi zilizoendelea. Ni vitu Mwenyezi Mungu alitupenda kufikisha yale majanga makubwa huku kwetu, kwa sababu kama atafika kwetu maana yake ni kwamba hata uwezo wa kujilinda hatuna. Kwa hiyo kinga ni bora kuliko tiba. Basi namna gani ya kujiepusha na majanga hayo makubwa ambayo yanakuta wenzetu leo hii? Ni sisi kujikita kwenye kutunza mazingira, tuzuie vimbunga, tuzuie joto kali ambalo tunalishuhudia ambalo lijaye kutokea, tuzuie mafuriko, maporomoko ya udongo yalivyotokea kule Hanang yakaua ndugu zetu wengi. Yote hao ukiyakusanya kwa kumbe sababu ya msingi kabisa ni uharibifu wa mazingira ambao kwa kiasi kikubwa unachangiwa na matumizi ya nishati ya kupikia, huku mkaa ukiwa kwa 80%. Kwa nini tuondoe hayo? Ni namna pekee ni ya kujikita kwenye kuhimiza, kuunga mkono kauli ya Mheshimiwa Rais, kuona kwamba Watanzania, wananchi wanatumia nishati safi, ikiwemo nishati ya gesi, majiko banifu, kama alivyoongea baba mchungaji kwamba ni zile mindset zetu tu kwamba tumeathirika kiakili kwa kuamini kwamba mkaa ni nafuu kuliko gesi, wakati kiuhalisia gesi ni nafuu kuliko mkaa kama utaiweka kwenye mtungi wako na kuitumia kwa utaratibu. Sababu kwenye mkaa ukitumia, ukishamaliza kupika ni sio rahisi kuokoa, ndio utatumia mpaka utaisha. Lakini gesi ukishamaliza kupika kitu chako hata kidogo kimechechemka unazima, inabaki. Lakini mkaa ukitumia ni moja kwa moja, au kuni ukitumia ndio moja kwa moja. Kwa ndugu zangu watazamaji wa Tausi TV, tushirikiane pamoja, kwa sababu sisi tunaweza kuwa tunaongea sana tu, lakini kama wewe mwananchi wa kawaida ambaye wewe mamalishe, wewe bodaboda na familia yako,
wewe si conductor, wewe si nani. Kama wewe usipokubaliana hichi ninachokisema, ambacho kimefanyiwa utafiti kwamba tutumie nishati safi, kwanza ni nafuu kwa kiuchumi, lakini pia hata kiafya, kwa sababu mwisho wa siku hizi nishati za zamani kama mkaa, tunaona wenyewe kama mkaa ni sumu, mtu ukijifungia nao ndani ukiwasha unakufa. Kwa hiyo hata unapotumia kwenye hewa bado kuna athari ambazo wewe unazipata kupitia hiyo nishati ambayo ni ya zamani, lakini pia ina athari kwa dunia nzima, kwa kizazi kijacho. Wewe una watoto, una wajukuu, kama usipo kitunza ulichokikuta kwa babu zako, leo hii kwa kutumia nishati safi ukaendelea kuangamiza miti, kukata miti, kufanya uharibifu si wa udongo na vitu kama hivyo, maana yake ni kwamba huyo mjukuu wako humpendi, na kama humpendi mjukuu wako maana umeshiriki kumuua. Kwa utakuwa na kesi moja kwa moja ya mauaji hata mbele za Mungu, sababu umefanya kile ambacho kinasababisha vifo vya watu wengi. Yametokea mafuriko, yametokea maporomoko, yameua watu wengi sababu ulikata miti kwenye vyanzo, uliharibu mazingira. Kwa kwangu mimi nadhani hili ni tukio la kimungu kabisa, ni tukio ambalo hata wewe mwenzangu unaangalia TV saa hizi una kila sababu ya kufanya ibada hii iliyo bora, ibada ya kutunza mazingira. Asanteni sana.